Tunayo awamu ya 5. Yapo mambo mengi ya kimsingi, na nyinyi mashahidi. Nchi yetu tuliteleza, tulifanya mambo mengi hayapendezi, na haya ndio msuguano. Wenzetu tuliosoma nchi za kikomunisti wanasema LUSO, ama Law of Unity of Struggle Opposite. Msuguano wa fikra ama msuguano wa mambo ndio unazaa product nzuri. Pasipokuwa na msuguano, pana mashaka ya kufika safari mnakwenda. Lakini ule msuguano ambao ukiwa ni positive, msuguano sio msuguano tu watu wanataka kuleta vurugu. Ule msuguano wa fikra, watu wanatoa, huyu anatoa fikra hii, anatoa fikra, mnajenga nchi inakwenda. Sasa hii tupo awamu ya 5, yapo mambo mengi ambayo yamefanyika katika awamu zote 4. Lakini baya kubwa na ambayo ndio ugonjwa katika Afrika ama nchi zinazoendelea ama tunaitwa mwenyewe dunia ya 3. Baada ya kupata uhuru wa bendera, kulikuwa na ile serikali za kwanza zile hapa, ila ama kipindi cha kina Mwalimu, nakuta kina Mwalimu, akina Nkrumah, akina Nasa, akina Mulibuketa, akina Sekou Toure, wale ile rejimu yao ile ipo ni unique. Ukitazama wale walikuwa kweli wana uchungu wa ukoloni, wanajua madhara ya ukoloni. Kwa hiyo walikuwa wana uchungu kukomboa wananchi wao. Lakini nchi zilikuwa chini sana, elimu hakuna. Maana wakoloni kitu cha kwanza walichofanya ni kudumaisha watu kifikra. Shule aliendeleza ndogo ndogo tu, hapakuwa na university kama sisi Afrika Mashariki yote tulikuwa na makelele. Sasa tunapeleka tu ngapi? Sasa lakini waliweza kutengeneza aina fulani, tukafika hapo. Lakini baadaye taratibu pakawa na matatizo. Viongozi wetu wengi wakaanza kutaka mali, kutaka ufahari, kutaka nasa na kadhalika. Ndio tumefika leo miaka zaidi ya 60. Hebu nieleze nchi ya mfano katika Afrika ambayo unaweza kusema hii mfano, ambayo sisi tunategemea Afrika Kusini na wenzetu wana matatizo. Tunategemea Nigeria, huko tu kivumbi. Mpaka kiongozi yule Cameroon anawaambia fantastic, wao ndio source ya corruption. Sasa tumefika hapo mahala pagumu. Ndio kipindi sasa huyu kiongozi wetu anaingia katika mazingira haya. Wengine wakachukua nchi kama mali binafsi, vituko vingi katika Afrika, vituko vingi. Wengi nyinyi mnajua, viongozi wetu wengi ukiwachambua katika Afrika ni tatizo. Lazima tuseme ukweli. Na ndio tumefika hapa kwa sababu miaka 60, alafu resource mali iliyopo ndani ya Afrika ni virgin Afrika. Uwezo ukasema sisi maskini hata siku moja. Mtu mmoja, mchumi mmoja alisema kweli, maskini unaweza kusema, unajua watu wanaweza kishanga Japan kwa sababu tajiri. Ile ni maskini. Maskini kwa sababu haina mali asili, haina dhahabu, haina chochote. Wamewekeza kwenye brain tu. Sisi hapa tuna kila kitu. Afrika na kila kitu, lakini sisi ndio watu wa kwanza kazi yetu kwenda kuomba. Mpaka leo unakuwa sifa mtu kupanda ndege kwenda Ulaya kwenda kuomba tu. Unaomba nini? Tumefika mahala hapa. Lakini baya zaidi ambalo linatusumbua ni ufisadi. Watu hawana uoga, watu hawana mapenzi ya nchi zao. Tena huyu kiongozi ama viongozi tumeshiriki katika kuhujumu nchi yetu, kuifikisha hapa mahala. Mpaka tukawa sasa unafika mahala kuwa omba ni sifa. Kiongozi kufanya safari nje ya kwenda kuomba ni sifa. Lakini hata yule unayemuomba na cheka, anakudharau. Unaomba nini? Wewe una kila kitu. Sasa bila rasilimali, bahati nzuri sasa hivi Afrika kwa mfano kama Mwalimu Nyerere amewekeza sana. Wengine tumesoma sisi bure. Mimi elimu yote mpaka nakwambia sana napata PhD na nida. Soma bure. Wote unaona wanapiga kelele na wote wamesoma bure. Tunalipumba kwa nani? Wote wamesoma bure. Kwa fedha za nchi hii. Huyu ni Mwalimu alifanya kazi. Alijua invest kwenye elimu, watu watakapata ufahamu wataiongoza nchi yao. Ndio kesi tulionayo. Sasa yapo mambo mengi hapa. Lakini kubwa katika ufisadi, niseme ndugu zangu, tunaoshiriki ni sisi wenyewe. Tunajiita wazawa, indigenous, ama kwa kutumwa ama hata wewe mwenyewe kwa kujibembeleza. Tuna wahujumu wakubwa wa nchi ama rasilimali za nchi. Na unaweza kutoka nje akaenda kukamata twiga katika nchi, alafu akamsafirisha kwenda nje, kama si wewe na mimi.
na ndio tunaopakiza kwenye ndege, na ndio tunakwenda kuwawinda. Nani anaweza atoke Thailand akawinde tumbili? Anajua tumbili wapo wapi? Sisi viongozi na sisi wenyewe. Alafu hali ikiwa mbaya, kila mmoja ana mambo zake, lakini yeye mwenyewe ndio creator wa hali hiyo. Sasa hapa ndio penye msuguano, unasema msuguano wa fikra, tunakwenda vipi, tunafanyaje? Kubwa ni kupata kiongozi mwenye kutambua kwanza tatizo, kwa sababu unajua hata ukienda kwa daktari, wewe mwenyewe hujui maradhi yako na daktari hajui maradhi, anaweza kukupa vidonge vikawa sumu vikakuua. Kwanza wewe mwenyewe unajua kwamba mimi naumwa tumbo, sasa daktari ataanza kupima toka kwenye tumbo. Tumbo lina mambo mengi, ama kichwa kina mambo mengi. Baadaye akidiagnose anakupa proper medicine. Inawezekana hapa na kila mmoja sasa hivi ananung'unika, kila mmoja. Mwana siasa ananung'unika, mwandishi wa habari ananung'unika, msomi ananung'unika. Unamnung'unikia nani wakati nchi imepata uhuru toka 1961? Nusu karne ni kubwa sana. Usifanye mchezo. Watu walifanya mapinduzi, na ni Joseph Stalin alifanya mapinduzi katika muda mfupi. Within 5 years akaiondoa nchi ambayo ilikuwa chini kabisa, akasambaza umeme wote. Wanasema dictator. Haya mambo hiyo ni debatable. Lakini ndio msingi wa Urusi kujenga. Amejenga Stalin. Wala sio Lenin. Lakini palikuwa na masukusuko, na hata wengine wanakula matunda Stalin. Ndio alijenga base, hata ile military might. Ubabu wa kijeshi ule Stalin anafanya vitu vikubwa sana. Simsifii kwamba, lakini kuna mambo amefanya, lazima ukubali, ni objective haya, lazima uyaseme. Sio unamsema dictator vipi? Kwa hiyo unataka kusema dictator ni mtu wote mzuri, kwa sababu wenyewe hata wale wapigania uhuru wanasema dictator. Watu wanataka kujikomboa wanasema terrorist. Sasa lazima uangalie hao watu wanapotafasiri vitu, wanatafasiri kwa interest zao, kwa chuki zao, lakini wewe nenda objective. Lakini ameijenga nchi kwa muda mfupi, sio miaka 50. Akatumia resource ya ndani, akatumia wananchi wake, akajenga nchi ikawa very strong, ikawa super power. Sasa Afrika ina tatizo gani? Na particular Tanzania ina tatizo gani? Kwa nini tupo hapa? Na kwa nini tuendelee kunung'unika? Hayo ndio maswala ya kujiuliza wewe na mimi. Nani wa kumlalamikia sasa hivi? Kwa sababu tunasema kwamba zamani ukoloni imepita muda wake. Legacy yake imeshapita. Sasa wewe ukizungumzia ukoloni unachekwa tu. Mwingereza hana hata harufu hapa, yupo. Sasa wewe independent na kila kitu. Sasa ukoloni sasa hivi sio hoja. Hoja sasa ni viongozi wetu, na sisi wenyewe hatutaki kuiendeleza nchi yetu. Hatutaki kujitoa hapa. Na hasa viongozi ndio tatizo. Kwanza kumshukuru kiongozi wetu, rais wetu mpendwa Dr. John Pombe Magufuli, kwanza kwa kujitoa muhanga. Na mwenyewe ametamka amejitoa kafara. Hii ni sentensi kubwa ndugu zangu. Sio jambo dogo. Watu wanachukua kama hadithi wamezungumza. Hapana. Ana maana gani? Kwa sababu hii kazi anaifanya ni riski. Watu hawataki kufanya. Viongozi wengi wanapokuja katika viongozi anaangalia hapa panafanya biashara, wanasema wana nguvu sana. Anakwenda hivyo basi mambo yanakwenda. Anaweza miaka yake kama kachuma, kama akawa mfanya biashara, kama whatever, basi anaondoka. Pata pension, nimekwisha bali. Wananchi wapo katika hali tena mbaya. It doesn't care. Sasa huyu nasema ni tofauti, kwa sababu generation nyingi zimepita. Kupata watu wa namna hii ni wachache. Kama tujui, mimi nataka tukumbushane. Mimi sisemi kupata viongozi wa namna hii ambaye anasema mimi najitoa kafara. Nani anasema? Sentensi ngumu sana. Kwa ajili ya nchi yangu. Alafu anafanya jitihada, vitendo vyake vinafanana na kauli yake. Huyu anapaswa tumunge mkono. Tumshike. Na kweli tufanye ibada kumuomba Mungu amnusuru, kwa sababu hawa watu ambao anapambana nao, hawa watu ni watu wana nguvu. Tena watu hawa yupo nao, wamemzunguka. Mimi mwanajeshi najua vita fadhali kupigana na adui yule, unamuona vile. Unajua, utajihami, utafanya tactic. Lakini adui upo naye. Nasema nyoka akiwa ndani mule ndani, tatizo. Nyoka ambaye yupo ndani kwenye chumba unazunguka na ujue amejificha wapi bagini. Siku yote anaweza kugonga kafa. Very risky.
Kwa hiyo jitihada hizi ambazo anafanya kiongozi wetu, nasema hasa sisi watu wa taaluma hii, unajua watu wanasema huyu bwana katumwa na nani? Mimi situmwi na mtu. Kwanza sina dhiki, na hata nilipoita nyinyi sina dhiki. Mtu hata hamna mtu anaweza kanituma, natuma na shughuli zangu, na mimi situmwi na mtu wala situmiki na mtu. Mimi ni Mtanzania na najivunia utanzania wangu na nasimama hivyo, ila na uchungu wa nchi yangu. Na ndio maana leo nimekuja nimewaita wenzangu nyinyi. Lakini sio kama bwana katumwa na nani na nyumbani. Hii mambo kutumwa ni wenda wazimu. Unatuma alafu wewe mtu na akili yako mzima unatumwa na watu. Umri huu unatumwa na mtu. Alafu wewe nini? Atanipa nini? Nimefanya kazi jeshini miaka zaidi ya 30. Nimepata heshima, nimekuwenzangu nimegombea, nafanya shughuli zangu, na leo utumwe. Situmwi na mtu. Nazungumza haya kama Mtanzania ambaye na uchungu wa nchi yangu, lakini vile vile na sehemu ya kufanya contribution kuzungumza na wenzangu. Ili haya mengine tujaribu kuyaeleza na watu wajue kwamba huyu kiongozi tunani tunu very rare kupata katika Afrika. I'm telling you, nenda tu. He's committed kwa nchi yake na ana uchungu na wananchi. Sasa lazima tunge mkono, lakini huyu ana maadui wengi sana. Hiyo lazima muelewe. Mimi hapa sizungumzie politics hapa. Hamna swala la politics hapa. Hapa kuna swala la reality. No politics, kila wakati siasa. Nani anakula siasa? Wananchi wana shida. Wanadhulumiwa haki zao. Leo unazungumzia kila wakati siasa tu. Watu sasa sukari amejaribu kupambana na mfumo wa sukari, ona unavyotusumbua. Watu wanahodhi. Na ushahidi upo, watu wana magala wanaweka na sukari, ifike mwezi wa Ramadhani watu waanze kupandisha vurugu. Lakini hao ni Watanzania wenzetu. Wana nguvu za kiuchumi. Huyu bwana ameshapa maeneo mengi. Kazungumza na TRA pale. TRA, bandari, nyinyi mnaona vita vyake. Wale watu wana nguvu. Wana tentacle. Kwa sababu unapozungumza na unapopambana na huyu kondo huyu, usimwangalie kondo. Ana watu waliomzunguka ambao wanapata maslahi yao ama wanaendesha maisha yao kwa kumtegemea huyu bwana. Kwa hiyo unapomgusa huyu utakuwa umegusa wengine watu 100. Sasa unawajua. Mwingine hata yule ambaye upo naye karibu anakushauri, mwingine anahusika naye. Ndio maana anasema jamani, niombeni Mungu, sababu salvation ipo kwa Mwenyezi Mungu sasa hivi. Hakuna sehemu yote kwenye salvation ya kiongozi wetu. Hana. Na Watanzania sisi tumuombe, tumuunge mkono. Lakini vita aliyofungua ni very very complicated. Sababu viongozi wengi wanakwepa huko, hawataki. Anafanya miaka 5, 10, ngata anaondoka basi. Atakalofanya lingi, lakini kugusa haya mambo tiini ambayo ndio ukombozi wa nchi yetu, ili tuende kwenye uchumi, lazima ufanye haya. Katika Afrika hawapo. Kama wapo basi nionyesheni. Mimi sijaona. Nasema kweli. Pamoja na usomi wangu, ni mwandishi wa habari, mimi sijaona kiongozi nionyeshe. Sijui alikuwa Gaddafi. Na umemuondoa maskini Mungu. Sasa wenyewe wanasema kwamba walifanya makosa kumuondoa. Nchi ambayo ilikuwa ya neema, watu walikuwa wote, hamna mtu asiyokuwa na kazi alikuwa analipwa, mpaka ukitaka kuoa unapata fedha. Wale wenzetu wanachukia vitu kama hivyo, hawataki. Na ndio maana nataka kueleza kwamba hii Syria anazungumza mheshimiwa hii, hata watu wa nje walitaki. Uwe mwizi tu, mtu wa ovyo ovyo. Saini mikataba ovyo ovyo, wewe utaishi. Tena watakulinda. Viongozi wangapi wanalinda? Nenda kasome kitabu hiki. Mwandishi wa habari, ukisoma kitabu hiki ndio utajua manufacturing consent. Ametunga huyu profesa Noam Chomsky na huyu Edward Hellman. Hii kwa mwandishi wa habari soma, utaona mashirika humu. Huyu Marekani profesa anaelezea ubadhirifu na ufisadi unaofanywa na hizi nchi ambazo leo nasema zinatusaidia. Msaidiwa nani amesaidiwa hapa katika miaka 50? Mmeona nchi imekomboka kwa misaada ya nje. Wapi? Kama utadata uone kwamba kuna nchi ambazo zilikuwa kubwa ni hiyo Nigeria, South Africa. Hino ukiangalia wenzetu naona matatizo. Sasa nasema huyu kiongozi wetu lazima kwanza tujue hivyo. Na sisi wana taaluma ya habari tuna nafasi nzuri ya kueleza ukweli. Kukosoa ni jambo la kawaida. Kukosoa na kukosoana ni kitu kawaida. Panapoteleza lakini kuna watu sasa hivi wanafanya njama ya kutaka kumtengua huyo bwana nguvu asifanye haya mambo. Sasa mambo yanawakera, lakini watu wachache, wewe na mimi tunufaika. Na ndio maana wanafucha sukari, watafanya vitu vingi sana. Bado
anagusa. Watu walikuwa wanapeleka hapa bandarini, wanapitisha mizigo tu bure. Tena wengine wakala sio anapitisha yake bure, lakini akwambia bwana, ukitaka kupitisha basi mimi nitakupitisha bure. Lakini kwa hiyo bandari haipati fedha. Kuna mtu hapa na kwa bandari nani asijua, naomba naongea kafilisi na mashirika. Fisadi mkubwa sana nchi tumefanya. Tumefika mara hapa, sio umaskini. Sisi sio maskini. Na hiyo amezungumza kiongozi wetu, tumwamini. Sisi sio umaskini. Umaskini ni wa kujitakia. Na ndio maana leo watu wanaandika tena kwa kufurahi kwamba tumenyimwa misaada Marekani. Sasa msaada ule ambao wewe unakusanya kwa mwezi mmoja, usisifie jitihada za kuandisha. Tupo watu ajabu sana. Shilingi 10 zitakapewa na Marekani utaziona nyingi kuliko shilingi 40 uzonazo wewe. Lakini hesabu wapi? Wapi? Tunelewa. Tu unaandika msaada gani? Resource ya ndani. Barabara nyingi hapa tumejenga kwa hela zetu ndani, ambazo zamani ilikuwa ni kitu ambacho hakifikiriki. Lakini mheshimiwa alikuwa wizara mambo ya ujenzi. Barabara nyingi sio za misaada hizo. Tunaweza tukafanya. Resource tunayo. Watu tunao. Wasome tunao. Sasa tusifike mahala tukawa ni watu tu kila wakati wa kuomba. Hapana, tushinje na kule baridi kali na nini. Nchi ambayo imeendelea, nchi ambayo na sina tupa misaada, lakini ndani ya nchi hiyo unakuta wananchi wake wapo very pathetic. Sasa wewe ukisema unataka kujitegemea, ndio alimkuta baba wa taifa. Unataka kujitegemea. Hii shamba la bibi, hii mali yote iliyopa wanaona kama ni yao. Hiyo ndio concept ya wenzetu. Kwa hiyo kupata viongozi wa ajabu na nini wanafanya vitu tunakwenda. Sasa ndio nasema kiongozi wetu huyo tunatakiwa tumsupport. Lakini iko vita vya ndani, vita vya nje. Na watu ambao tunaweza kufanya kazi hii. Mimi nimefurahi sasa hivi hata uchambuzi wa wasomi. Sio ule ushabiki. Hawendi kwenye ushabiki. Wengi wanakwenda wanaangalia